Mimi naitwa Donald Mwakamele, ni mtaalamu wa udongo. Udongo ndio unaosababisha kila kitu, kila mmea uwe na mzizi, kila mmea una mizizi. Kwa hiyo ukisema udumavu maana yake ni kwamba kitu cha kwanza ni mizizi. Sasa je, mizizi inakula nini katika udongo? Ili kupunguza hilo jambo ndio sisi sasa tumeamua kutengeneza aina ya madini. Tunasaga mawe. Yale mawe ni mbadala kwa sababu sasa hivi layer ya udongo imeshakuwa kubwa, kwa ina maana mimea mifupi au mimea midogo haiwezi mizizi yake kukamata katika ile original ya nani hii, original ya miti midogo. Sasa sisi katika hili masuala ya udumavu haya ni kwamba tunatoa zaidi madini, kwa sababu udumavu ni ukosefu wa madini. Sasa sisi tuna replace yale madini kwenye ardhi, kwa sababu ukitumia mawe ambayo kitu ambacho ni original kikarudi tena katika udongo, sasa hapo hata udumavu unakuwa hauna nguvu tena. Udumavu wa mimea au udumavu wa watu unasababishwa na mimea. Sasa ile mimea kama haina madini, na madini ambayo ni original ambayo yanatokana na miamba, ina maana chakula atakachokuwa anakula daima kitakuwa si chakula ambacho kiko sawasawa na kuwa na virutubishi. Ndio maana atakuwa anapata aina tofauti ya maradhi kama hivi udumavu, kutokuwa na afya njema, ni kwa sababu tu ya ukosefu wa madini. Lakini madini yakiwepo katika ardhi yetu na vyakula vyao vikawa vina madini, basi swala zima la utapiamlo litakuwa limeisha kwa vijana wetu. Sasa ushiriki wetu sisi ni kuhakikisha kwamba wanatumia madini yetu ya miamba ili waweze kupata chakula kilicho bora. Hayo madini yanapatikana kwa sisi wenyewe kuyasaga katika mashine maalum. Kuona pia yanapatikana hapa Njombe, sehemu moja ambayo tumekubaliana nao ni watu wa Nishida, ndio wanauza hayo madini. Kwa hiyo ukitaka madini hayo yanauzwa. Yanapatikana Tanzania nzima, ni mawe aina 5. Kwa hiyo tunachukua, lakini uzuri wake yote yapo hapa ambayo yanafanikisha hili jambo. Hayo madini unaweka kwenye udongo. Tukishaka kwenye udongo, basi udongo mzima nao pia unakuwa na madini. Yeah. 90,000 kwa mfuko wa kilo 100, kwa kilo 50, lakini kwa rejareja tunauza shilingi 2,200 kwa kilo moja. Tumeshafanya majaribio zaidi ya mwaka mmoja na matokeo yake ni ya ajabu. Yaani ni mazuri, yanafurahisha zaidi, na ndio maana tunazidi kujaribu kuambia watu hapa na pale waweze kuadapt jambo tunalowaambia kwamba madini yanapatikana katika miamba. Ndio mbolea, kwao wanaita mbolea lakini sisi tunaita madini. Yaani ni kuanzia maua, kuanzia mboga, mahindi, kahawa, chai, maparachichi, kila aina ya matunda yanaweza yanafanya vizuri sana. Kwenye mifugo pia tunayo, lakini ni aina tofauti ya jiwe, ambayo hilo jiwe lina uwezo la kumudu kuwasaidia wanyama pia, mpaka binadamu, hata binadamu. Yeah. Mawasiliano yangu kama mtu anaitaka ni 0652 628 955. 0652 628 955. Naitwa Donald Mwakamele. Ni kwamba hapa tunakuja na teknolojia ambayo itasaidia kufanya watoto wetu wapate lishe bora kwa kurutubisha, kuweka ardhi madini ambayo yanatokana na miamba yenyewe. Hii madini hayajatengenezwa bali ni miamba ambayo ina originate kwamba iwe na madini. Kwa hiyo ukiweka shambani miaka 6, 7, 8 unaweza kuweka bila kuweka mbolea nyingine aina yoyote. For this is very good organic, na ni mawe yenyewe. Hapa katika virutubisho viuatilifu tunatumia maji ya volcano. Maji ya volcano yana sulfa nyingi ambapo unaweza kutumia bila kuua wadudu wengine. Yenyewe kazi yake ni kufukuza tu wadudu shambani.
Kwa ina maana tukitumia vitu viwili kwa shamba ni kwamba tumeshamaliza utapiamlo, kwa sababu atapata minerals, kwa sababu utapiamlo ni ukosefu wa madini. Sasa kama ni madini ya wapati, labda yale ya kutengeneza na waathiri. Sasa haya ni yale ambayo ametengeneza Mungu mwenyewe kwa kutumia mawe. Ni kwa kiasi gani mtu anaweza kupata unga huu kwa wingi? Kama mtu analima ana eka 20 za kulima mboga mboga. Akiwa na eka 20 anaweza, inategemeana ana amelima labda mahindi. Kama ni mahindi of course mifuko 10 kama hii ambayo ina 50 kg, anaweza Ng'ombe yake ni shilingi? Tunauza kwa shilingi 90,000 kwa mfuko mmoja. Lakini yanapatikana. Yanapatikana. Na hapo wameshajaribu. Njombe ndio sehemu ya kwanza ambayo imejaribu sana kwa kutumia maparachichi. Na performance yake ni very good. Sababu haya ni madini. Na kinachofanya matatizo ya ardhi yetu ni kwamba haina madini. Kutoka uumbaji mpaka leo ni kwamba ardhi yetu imeshakuwa iko juu. Kwa hiyo mizizi ni fupi, inakuwa haiwezi kukamata yale madini. Na ndio maana